Bismillahi rrahmani rrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumekutana tena katika mwezi wetu huno wa Shaaban katika kueleza mambo ambayo ni muhimu sana ambayo yametokea katika huno mwezi wa Shaaban au yanatokea katika kila Shaaban. Basi mambo hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake na kwa ubora wake na kwa utukufu wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala anadhihirisha kwa waja wake msamaha na kutaka kuwatengenezea ahwali zao na mambo yao. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuko katika mwezi wa Shaaban, mwezi kwa hakika ambao wataka upatilizwe. Mwezi huu ndio upatilizwe kwa ibada, upatilizwe kwa dua, upatilizwe kwa watu kutaka maghfira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, miongoni mwa mambo ambayo yapatikaniwa katika mwezi huu kwapatikaniwa jambo kubwa, kitu kikubwa ambacho kiko mbele yetu, kwapatikaniwa usiku lailatu min nisfi Shaaban, usiku wa nusu ya Shaaban. Usiku wa nusu ya Shaaban ambao leo tukiwa tuko Jumamosi, Jumanne yake ndio usiku wake wa Jumanne, ndio nusu ya usiku ya mwezi huu wa Shaaban. Ndugu zangu wa Kiislamu, usiku huo ni usiku muhimu sana katika mwaka mzima. Huu usiku wa nisfi Shaaban ni usiku muhimu sana, Muislamu hatakaniwi au kosi. Na ndio maana mashekhe zetu ulama wakatuwekea dua ambazo dua hizo zasomwa kila baada salatul maghrib. Unapoingia usiku wa Jumanne baada salatul maghrib, watu husoma dua ile maarufu sana, Allahumma ya dhal manni wala yumannu alayhi ya dhal jalali wal ikram, mpaka mwisho wa dua. Husomwa Yasini 3, kisha kila baada ya Yasini husomwa hii dua. Ni dua muhimu sana, imewekwa na ulama, imewekwa na watu wakubwa, imewekwa na watu wanachuoni, watu ambao al-arifina billah, wenye kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, wameweka dua hizi. Na kwa yule ambaye ana uwezo wa kuweza kuamka usiku, ikiwa baada al-maghrib utapata na isomwe ile dua, uwe katika miongoni mwa wenye kusoma, ikiwa ni nyumbani kwako, ikiwa ni msikitini, lakini alhasil iwe ile dua umeisoma, ambao ndani yake wanazuoni wametuwekea mambo mingi. Ukisoma ile dua, kuna Yasini ya kwanza tasomwa tulul umri, Mungu akupe umri mrefu wenye kheri na baraka ndani yake. Yasini ya pili tasomwa kwa ajili ya riziki, Mwenyezi Mungu akupe riziki nzuri. Na Yasini ya tatu pia itasomwa kwa Mwenyezi Mungu
atufungulie katika maisha yetu. Lakini alhasil ni dua nzuri na ni dua walioiweka ni watu wakubwa. Lakini ndugu zangu wa Kiislamu, pia Muislamu aweza akaomba dua yake yoyote anayotaka. Alhasil dua iwe ni ya kheri, dua iwe ni wajiombea katika mambo ya kheri ambayo yana manufaa fi dunia wal akhirah. Na ikiwezekana kuamka usiku hunu, uamke usiku umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni usiku bora sana. Lailata nisfi min nisfi Shaabani almukarram, usiku wa nusu ya huu mwezi wa Shaaban ni usiku mkubwa na ni usiku mtukufu sana. Usiku hunu wanawazuoni wametuambia na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba mtu haombi kitu ila isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa. Ndio usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia fiha yufraqu kullu amrin hakimin, fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Katika usiku huu yufraqu kullu amrin hakimin, ndio usiku ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahikimisha ama anaweka wazi ama anapambanua kila jambo lililohikimishwa. Kullu amrin hakimin, kila jambo lililohikimishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analiweka wazi jambo kama lile ama analipambanua jambo kama lile. Waliofasiri wamefasiri kwamba usiku huu fiha yufraqu kullu amrin hakimin, ikiwa kwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuandikia wewe ni muqattar fi rizqi, riziki yako itakuwa ngumu, Mungu ashaandika katika Lauhul Mahfudh, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fiha yufraqu, Mwenyezi Mungu hufarikisha, akaweza ukiwa umesimama ukamuomba biniyatin khaliswa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufarikisha akakuandikia, baada ya kuwa wewe utapata riziki ngumu, Mwenyezi Mungu akafuta akakuandikia riziki yako ikawa nyepesi. Mwenyezi Mungu akakuandikia umri mrefu wenye kheri na baraka ndani yake. Mwenyezi Mungu akakuandikia maisha mazuri. Fiha yufraqu kullu amrin hakimi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Al-Qur'anul Karim, fiha alhau yaudu ila lailatin min nisfi Shaaban. Wanazuoni wamesema, na kunao wanazuoni wingi, kila mmoja amesema fiha yufraqu kullu amrin hakimin, kwamba wengine wamesema ni Lailatul Qadri, wengine wamesema ni ule usiku wa Arafa. Lakini alhasil kila mmoja alizungumza katika wanazuoni, alizungumza kwa insafi yake na ijtihadi yake, lakini dhamir hapa yaudu katika usiku ambao usiku wanazuoni baadhi yao wingi wamesema ni usiku huu wa Lailatin nisfi min Shaabani almukarram, usiku wa Shaaban, kwa hiyo wa mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo usiku huu ndugu zangu wa Kiislamu ni usiku mkubwa na ni usiku bora sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia yamhu Allahu ma yashau wa yuthbitu indahu ummul kitab. Yamhu Allahu ma yashau, Mwenyezi Mungu yuwafuta anachokitaka. Yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit, Mwenyezi Mungu yuwafuta anachokitaka, wa yuthbit, na huacha anachokitaka. Wa indahu ummul kitab, na ummul kitab, mama wa kitabu, kiko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu ndio qadir, Mwenyezi Mungu ndio mwenye uweza wa kuweza kufanya lolote analotaka yeye. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, akitaka Mwenyezi Mungu kuwa na kikawa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, usiseme kwamba Mwenyezi Mungu ashaandika, Mwenyezi Mungu si ashaandika. La, yamhu Allahu ma yashau, Mwenyezi Mungu yuwafuta anachokitaka, wa yuthbit, na huacha anachokitaka. Wa indahu ummul kitab. Sasa usiku kama huno ndio usiku wa nisfu Shaaban,
usiku huu ndio usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zimekuja ahadith tofauti tofauti kwamba Mwenyezi Mungu amechukua ahadi na yuko tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala kufuta kile ambacho kwamba Muislamu mwanadamu atakafutiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa kunao ambao wataamka na kusimama na kumbembeleza Mola wao Subhanahu wa Ta'ala ili awafutie, ikiwa ni mabaya awaandikie mazuri, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape umri mrefu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari. Imepokewa na Amirul Mu'minina Sayyidina Ali karramallahu wajha, asema Sayyidina Ali qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, asema Mtume wa sallam asema idha kanat lailatan nisfi min Sha'ban, zama itakapokuwa ni ile nusu ya usiku wa Sha'ban, usiku wa Sha'ban ile nusu yake, usiku wa Sha'ban ule itakapokuwa ni usiku wa Sha'ban, Mtume wa sallam asema faqumu lailaha, Mtume atuambia basi simameni usiku wake, yani usiku, amka usimame usiku wake, wasumu naharaha, na mufunge mchana wake katika ule usiku, katika huu mwezi wa Shaaban ambao tuko nao, mwezi huu wa Shaaban. Mtume asema tuambia itakapofika ile nusu ya mwezi wa Shaaban, nusu yake itakapofika ule usiku wake wa nisfu Shaaban, ule usiku wake ule, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia faqumu lailaha, simameni usiku wake, mfanye ibada, umuombe Mwenyezi Mungu haja zenu mnazozitaka, simameni usiku wake. Kisha wasumu naharaha, na mufunge ule mchana wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia wasumu naharaha, na mufunge katika mchana wake. Asema fa inna Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu jalla wa ala asema yanzilu fiha li ghurubi shamsi ila samai dunya, ila samai dunya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huteremsha rehema zake mpaka katika wingu wa dunia. Yanzilu ila samai dunya, huteremsha rehema zake mpaka katika wingu wa dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kunadi kwa waja wake. Mwenyezi Mungu akaanza kunadi akisema ala min mustaghfira li, ala min mustaghfiri li, hela kuna mwenye kutaka kusamehewa na mimi, faaghfira lahu, ili nimsamehe. Kuna anayetaka kusamehewa ili nimsamehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ala mustarziq faarzuqahu, hela kuna ambaye wataka kuruzukiwa, ataka apewe riziki, akunduliwe katika riziki yake, tumruzuku, tumpe, tumkundulie katika maisha yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwanadi siku, yuwanadi ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ala mubtala, kuna ambaye ameonjwa, fa uafiyahu, ili tumpoze. Kuna ambaye ameonjwa, ana maonjo amepewa, ili tumpoze. Fa uafiyahu, ili tumpoze yale maonjo aliyoonjwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa yuwanadi ala kadha ala kadha ala kadha. Kuna mwenye kitu fulani, kuna anayetaka, kuna anayetaka tumsamehe, kuna anayetaka tumpe, kuna anayetaka tumkundulie katika maisha yake, kuna anayetaka pepo tumpe. Huu ni usiku huu ambao usiku wa nisfi Shaaban, nusu ya Shaaban, ule usiku wake, nusu wa Shaaban, ule usiku wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huteremsha rehema zake katika wingu samau dunia, katika wingu as-samau dunia, katika wingu wa dunia. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kunadi akizungumza na waja wake. Kuna anayetaka kusamehewa tumsamehe, kuna anayetaka, kuna aliyoonjwa tumuondoshee anayoyataka, kuna anayetaka riziki tumpe riziki zake, tumpe riziki za halali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kuwatekelezea waja wake katika usiku huu wa
Shaaban, usiku wa Shaaban. Hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akizungumza hayo na waja wake, akinadi, hufanya hivyo, hunadi hata yatlua ash-shams wa yatlua al-fajr, hata yatlua al-fajr, mpaka alfajiri ichomoze. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwabembeleza waja wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwazungumza na waja wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwanadi usiku ule hata matla al-fajr, mpaka ichomozapo alfajiri, mpaka ichomozapo alfajiri. Waonaje fursa hii, nafasi hii ukaipatiliza? Una mangapi ambayo kwamba wewe wayataka? Tuna mingi ndugu zangu wa Kiislamu tuyataka. Dunia imekuwa dunia, kila mmoja yuenda mbio. Imekuwa kuna dhiki zimezidi katika ulimwengu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kutusamehe madhambi yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kutupa, yuko tayari kutufanyia sahali katika maisha yetu, hasa hususa katika hunu usiku wa nisfi Shaaban. Ndugu yangu Muislamu, usiku hunu jitahidi, fanya bidii, usikose usiku hunu, ila umesimama usiku huu wa nisfi Shaabani, umesimama na umemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umbembeleze Mola wako, umwambie Mwenyezi Mungu, ya Allah, ya Rabbi, Mola wangu, mlezi wangu, mimi nina shida kadhaa, nina shida kadhaa, nina shida kadhaa, naomba Mwenyezi Mungu unitatulie shida zangu, naomba unitatulie shida zangu, unipe shida zangu. Taraktu nauma rabbi fil layali liajli ridwaka ya maula almawali fawaffiqni ila tahsili ilmi au fawaffiqni, niafikie katika kunipa riziki za halali. Fawaffiqni ila maghfiratika, niafikie katika kupata msamaha wako. Mwambie Mwenyezi Mungu, mbembeleze Mwenyezi Mungu. Wabalighni ila aqsa almaali, na Mwenyezi Mungu nakuomba unifikishe katika ngazi za juu na katika daraja za juu. Na haya ni maneno Sayyidina Ali alikuwa akiamka usiku akiyatumia, akizungumza sana na Mola wake, mabwana wakubwa hawa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, siku hunu mmoja patiliza chansi hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana chansi nyingi hutupa, basi patiliza hizi chansi kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asa Mwenyezi Mungu akatuwafikia na sisi tukatolewa katika kundi la waovu tukaingizwa katika kundi la watu wema. Asa Mwenyezi Mungu huenda akatuwafikia na sisi inshallah riziki zetu zikawa ni riziki za halali nyepesi kundufu. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza akatuwafikia akatuhurumia dunia yetu inshallah Ta'ala, Mwenyezi Mungu akawaongoza watoto wetu na ulimwengu wetu ukawa mzuri, kaona mambo yamenyooka vizuri. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumalize na hadithi ya Ummul Mu'minina Sayyidatina Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, asema Sayyidatina Aisha atuambia, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yanzilu lailatan nisfi min Sha'ban ila samai dunya, Mwenyezi Mungu yuateremsha rehema zake katika wingu wa dunia katika hii nisfi Shaabani, hii katika nusu ya usiku ya mwezi wa Shaabani, nusu ya mwezi wa Shaabani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huteremsha rehema zake ila samai dunya, kisha fayaghfira li akthara min adadi sha'ri kalbi, min adadi sha'ri ghanami kalbi, yani Mwenyezi Mungu huwasamehe waja wake katika hunu usiku kuliko idadi ya manyoya ya mbuzi au makondoo wa kabila la Kalbi. Kuna kabila likiitwa Banu Kalbi. Hili ni kabila lilikuwa likipatikaniwa, kabila ambalo lilikuwa na wanyama wingi sana, mbuzi, makondoo, lilikuwa na wanyama wingi sana. Sasa Mtume za sallam, kwa kuwa lilikuwa na wanyama wingi, akapiga mfano namna Mwenyezi Mungu anavyosamehe waja wake na msamaha wake unavyokuwa mwingi na anavyosamehe waja wake.
husamehe kwa idadi zaidi, tena zaidi ya manyoya ya hawa wanyama wa Bani Kalbi, zaidi Mwenyezi Mungu anavyowasamehe waja wake. Hadithi hii akhrajahu Ibn Huwaihi, naam, wa Ahmad, pokewa na Imamu Ahmad. Hadithi Mtume saa sallam husamehe waja wake. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba usiku hunu lailati min nisfi Shaabani, huu usiku wa lailati Shaaban, nisfi Shaaban, usiku huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha wake ni mwingi zaidi hata kuliko siku zingine zote. Msamaha wake ni mwingi zaidi. Mwenyezi Mungu hubembeleza waja wake na yuko tayari kufuta. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Siku huu ndio usiku ambao kwamba Mwenyezi Mungu kila jambo ambalo kwamba liliandikwa likathibitiwa, Mwenyezi Mungu hulipambanua jambo kama lile, akalifuta, akamwangalia mja wake yataka kitu gani. Na ndio usiku ambao katika mwezi huu, wakati amali zinapopelekwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu sampuli kadhaa Mwenyezi Mungu hawasamehi, lakini miongoni mwa hawa watu ni mushirikina. Basi tumependa pia tuwataje hawa mushirikina. Ikiwa mtu ni mshirikina, chawi, ni mshirikina anayeabudu mizimu, anayeabudu vibuyu, anayeabudu majini, anayeabudu, ikiwa mtu anaabudu vitu vingine ama ana itikadi na vitu vingine, hiyo zote ni shirki. Basi mtu kama huyo aiache shirki, atubie kwa Mwenyezi Mungu na aachane na shirki, atubie tena taubatan nasuha. Sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwasamehe madhambi yote. Mwenyezi Mungu yuwasamehe madhambi yote. Mwenyezi Mungu yuwasamehe. Kitu muhimu ni wewe umetubia taubatan nasuha. Ukitubia taubatan nasuha, basi Mwenyezi Mungu yuko tayari kukupokea. Mwenyezi Mungu yuko tayari kukukimbilia, akakuita mja wangu njoo, yuko tayari kukupokea, yuko tayari kukusamehe. Na usiku huu nisfi Shaaban, usiku huu patiliza wewe, umwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi nilikuwa mshirikina, ndio nilikuwa ni mshirikina, lakini ya Rabbi, na mimi nataka nipate maghfira. Basi nakuomba kwa baraka za usiku huu, ya Allah, na kuomba unisamehe madhambi yangu yote, na mimi kuanzia leo ushirikina na uacha, sitokushirikisha wewe tena ya Rabbi, natubia taubatan nasuha. Ukitubia taubatan nasuha, tauba biniyatin khaliswa, kwa nia swafi, ukitubia kwa Mwenyezi Mungu taubatan nasuha, Mwenyezi Mungu yuko tayari kukupokea na yuko tayari kukusamehe madhambi yako, na yuko tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukutia katika diwani, katika daftari la watu wema. Kitu muhimu, je, wataka, una nia nzuri, una nia ya kutubia taubatan nasuha, una nia ya kufuata masharti ya toba? Kama unayo nia na ukatubia na ukaupatiliza huu usiku nisfi Shaabani, usiku huu lailatun min nisfi Shaabani, ukiutumia usiku hunu katika kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akufutie madhambi yako, Mwenyezi Mungu yuko tayari kukupokea, yuko tayari kukupokea. Lakini ikiwa mtu amekakamia na shirki, hasamehewi tu, wala asiweke itikadi na wala asiweke matarajio kwamba mimi pia nitapata msamaha, mimi pia nitafutiwa, nitaingizwa katika watu wema. La, huwezi kuingizwa katika watu wema kwa sababu wewe ni mushriki. Mungu hakusamehe, Mungu hatu kwa nini wewe ni mushriki, mpaka uazimie ufuate masharti ya kutubia na uazimie kwamba wewe hutofanya tena shirki. Tubie taubatan nasuha, Mungu atakupokea. Inna Allaha ghafurur rahim. Mtu
Wa pili ambaye hasamehewi na Mwenyezi Mungu katika usiku huu ni mushahin, mtu mwenye chuki na ndugu yake Muislamu. Una chuki na ndugu yako Muislamu, umeteta na ndugu yako Muislamu, basi jua wewe hautosamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atawaambia malaika, ama wale tuwasubirie mpaka walete sulhu, mpaka wasameheane, mpaka warejee wenyewe wapatane, wasameheane wapatane. Wakipatana, wakisameheana, wakisuluhisha baina yao, basi Mwenyezi Mungu yuko tayari kuwapokea. Kitu muhimu, wa aslihu dhata bainikum, sulihisheni yale yaliyoko katika nyoyo zenu, sulihisheni. Mkisuluhisha, mkipatana, mkielewana, basi nyinyi mmepata maghfira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmepata msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuko katika mwezi wa Shaaban, na katika mwezi wa Shaaban miongoni mwa mambo makubwa yanayopatikaniwa ni kupatikaniwa huu usiku hunu, usiku wa nusu ya Shaaban, usiku wake wa nusu ya Shaaban. Huu usiku ni muhimu sana, Muislamu aupatilize sana. Muislamu usiku hunu ambao kwa mwaka wapatikaniwa mara moja, huu usiku wa nusu ya Shaaban, usiku huu ukiukosa, sijua ndugu zangu, ndugu yangu Muislamu, umekosa kitu kikubwa sana, kikubwa sana umekosa wewe. Patiliza hunu usiku, usikupite usiku huu. Lailata min nisfi Shaaban, usiku hunu upatilize, usiukose hunu usiku, illa umesimama na illa umetaka toba na illa umetaka kusamehewa na Mwenyezi Mungu na illa umeyahudhurisha yale yote ambayo wayataka mazuri Allah Subhanahu wa Ta'ala akutekelezee, na Mwenyezi Mungu uko tayari kukutekelezea. Tuko katika mwezi mtukufu wa Shaaban ambao una mambo mingi sana yanayopatikaniwa katika hunu mwezi. Ni mwezi mtukufu, ni mwezi ambao Mtume za salam ilikuwa akifunga mwanzo mwisho katika hunu mwezi wa Shaaban, akiunganisha na Ramadhani Mtume za salam. Ndugu zangu wa Kiislamu, inshallah Taala tumezungumza hiki kichache na twazidi kuendelea katika kueleza fadhila za mwezi wa Shaabani na yale ambayo mtu atapata katika mwezi wa Shaabani. Tazidi kuelezana na huku tukimwomba Mwenyezi Mungu ayafungue mabongo yetu, Mwenyezi Mungu azifungue fahamu zetu, Mwenyezi Mungu atupe fasaha kama alivyompa fasaha Nabii Harun alayhi salatu wassalam, kama alivyompa fasaha Nabii Daud alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu atupe elimu zenye manufaa, Mwenyezi Mungu atie ikhlas katika nyoyo zetu, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.